Amina. Wapendwa wana wa Mungu, leo ni siku ya pili ya muendelezo wa somo hili la hatua 5 za ukuaji wa kiroho. Siku ya jana tulianza na hatua ya kwanza ambayo inaitwa kusoma neno la Mungu, na leo tunaenda kwenye hatua ya pili inayoitwa kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Hii ndio hatua tunayoanza nayo leo. Jana tumeshaiangalia ile ya kwanza ambayo ni kusoma neno la Mungu. Tukajifunza, tukaona namna ambavyo kusoma neno la Mungu ni hatua namba 1 ya kukua kiroho. Leo tunaenda kwenye hatua ya pili ambayo inaitwa kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Hii ndio hatua ya pili tunayoanza nayo leo. So tuanze kwa kuangalia nini maana ya neno mwaminifu. Tuanze kwa kuangalia nini maana ya neno mwaminifu. Nitakupa maana moja ya neno mwaminifu na mifano kadhaa ili kusaidia kuelewa. Mwaminifu ni hali ya kufanya jambo kwa kufuata utaratibu uliopo bila kuvunja sheria. Uaminifu ni hali au kitendo cha kufanya jambo kwa kufuata utaratibu uliopo bila kuvunja sheria. Uaminifu ni hali ya kufanya jambo kwa kufuata utaratibu uliopo bila kuvunja sheria. Unaposikia neno mwaminifu, ni hali au kitendo kinachomwezesha mtu kufanya jambo fulani kwa kufuata utaratibu au kufuata maelekezo husika juu ya eneo husika alilopo bila kuvunja sheria au kuharibu utaratibu husika, bali anafanya kama inavyopaswa kufanyika, ndivyo anavyofanya. Hivi ndio maana ya neno mwaminifu. Ngoja nikupe mfano wa kidunia. Mfano wa kidunia. Mtu anapoenda kukopa pesa benki. Ukienda kukopa pesa benki, taratibu za benki kiuaminifu zinamtaka kila mkopaji wa benki ahakikishe anapeleka marejesho ya fedha aliyokopa kwa kulingana na makubaliano ya kimkataba kati ya benki na mkopaji. Kwa yule aliyekopa, utaratibu wa kiuaminifu wa kibenki utamtaka kila tarehe za marejesho apeleke rejesho la fedha aliyokopa pasipo kuchenga wala kwenda kinyume. Sijui kama unanipata vizuri. Kwa hiyo hata kwenye maisha ya kiroho kuna utaratibu ambao umewekwa kwetu sisi wa Kristo. Tumewekewa na Mungu utaratibu, na huo utaratibu tumewekewa ndani ya neno lake, ambao kila Mkristo anapaswa kwenye maisha yake aishi kwa kufuata utaratibu wa yale tuliyoelekezwa na Mungu pasipo kupindisha hata moja. Ndivyo uaminifu unavyokutaka. Ufuate kanuni, miongozo, taratibu zote za mifumo ya maisha ambayo Mungu ametuwekea kwenye neno lake. Usikwepeshe, usipindishe, wala usiache hata moja, bali yote kama Mungu alivyoelekeza ndivyo unapaswa utekeleze. Haijalishi ni gumu, haijalishi ni jepesi, ila kanuni ya uaminifu inakutaka utekeleze tu. Inakutaka utekeleze tu. Uaminifu ni jambo linalo mhitaji mtu yoyote yule ambaye ameamua kuwa na Mungu. Uaminifu kwenye maisha ya kiroho unakuhitaji uwe nao ndani ya moyo wako. Na usipokuwa mwaminifu, huwezi kufaa mbele za Bwana. Na ndio maana uaminifu ni kanuni namba 2 ya kukua kiroho. Na mara nyingi watu wengi huwa tunasania uaminifu Mungu haupimi, lakini kiukweli Mungu anaupima uaminifu ndani ya moyo wa kila Mkristo, kuanzia ngazi ya mambo madogo madogo mpaka mambo makubwa makubwa. Mungu yote anakupima. Mungu anakupima kwenye jambo dogo, uaminifu wako umekaaje.
Mungu anakupima kwenye jambo kubwa, uaminifu wako umekaaje. Kwenye kila kitu Mungu anakupima, anaangalia kiwango chako cha uaminifu kimekaaje. Na mara nyingi watu tumekwamishwa kwa mambo madogo madogo, tukizania Mungu hayo hayaangalii. Tunazania Mungu anaangalia makubwa tu, na tumejikuta kwenye mambo madogo tunavuruga. Hapo makubwa ndio tunafanya vizuri. Lakini sikiliza nikueleze, Mungu anaangalia kuanzia kwenye vidogo mpaka kwenye vikubwa. Hakuna kitu Mungu anaacha. Na ndio maana kwenye kitabu cha Luka sura ya 16, kitabu cha Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 mpaka 12. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 10 mpaka wa 12. Ngoja nikusomee uone namna neno linavyosema. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana. Sikiliza vizuri. Huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Umesikia hiyo neno? Kwamba aliye mwaminifu katika dogo sana, huwa mwaminifu katika kubwa pia. Aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa. Maana yake ni hii. Ina maana jambo dogo ni kipimo cha jambo kubwa. Kwa hiyo uaminifu kwenye vidogo ni kipimo cha uaminifu kwenye vikubwa. Na ndio maana Mungu anasema ukiwa mwaminifu kwenye dogo, utakuwa mwaminifu kwenye kubwa. Ukiwa dhalimu kwenye dogo, yani ukiwa mtu mkaidi na muovu kwenye mambo madogo madogo, ina maana hata makubwa utakuwa tu dhalimu. Na ndio maana nimekueleza toka mwanzo, Mungu anapima kiwango cha uaminifu wa mtu kuanzia kwenye vitu vidogo vidogo mpaka kwenye vitu vikubwa. Kwa hiyo usije ukategemea Mungu akakufanyia vipimo kwenye mambo makubwa, bali Mungu anaanzia kukufanyia vipimo kwenye vitu vidogo vidogo kabisa. Baadaye nitaingia kwa ndani nikupe mifano zaidi ya kiuhalisia, utaelewa vizuri zaidi. Na ndio maana mstari wa 11 kwenye hii Luka 16 anaendelea kusema namna hii. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Anaweka kiulizo. Hii ni sentensi moja ya ajabu sana, ambapo kwa haraka unaweza usielewe nini Mungu anachoongea. Lakini sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Mungu anasema kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu. Ina maana mali ya udhalimu ni mali za kidunia. Kipindi ambacho unaishi maisha ya dhambi. Ina maana kama haukuwa mwaminifu katika matendo ya dhambi, ulikuwa uyafanyi kwa uaminifu. Je, unaweza ukawa mwaminifu katika kipindi hichi cha matendo matakatifu? Sasa unaweza ukajiuliza, kuna watenda dhambi waaminifu? Mwana wa Mungu, wako watenda dhambi ni waaminifu kweli kweli. Unakuta mtu kama ni mwizi kweli kweli mwaminifu. Hamna kitu anaweza akakiona akakiacha asiibe. Kila anachokiona anapita nacho. Hata iwe ni 100 hauiachi. Wako wezi waaminifu kweli kweli. Wako watu ni wachepukaji kwenye ndoa zao waaminifu kweli kweli. Kama ni mwanaume, kila msichana atakayekatiza mbele yake, aangalini mweusi, mweupe, mfupi, mnene, atapita naye. Kwa nini? Ni mwaminifu kweli kweli kwenye tendo lake la uovu. Wako wasichana ni waaminifu kweli kweli kwenye umbea. Kila mada hatoacha, anapita nayo kwenye umbea. Asisikie story anayo. Haijalishi ni kamada kadogo kubwa, yeye kila mada amebeba. Ndio maana Yesu akasema kama haukuwa mwaminifu kwenye mali ya udhalimu. Ina maana kama kipindi sasa kabla hujampokea Yesu haukuwa mwaminifu kwenye maisha ya dhambi, ndio anakuuliza unaweza ukawa mwaminifu kwenye amana ya kweli, nani atakayekupa? Kwa hiyo mwana wa Mungu, sikiliza. Kipindi unaishi maisha ya dhambi, kama haukuwa mwaminifu kwenye kufanya dhambi, je, kwenye wokovu unaweza ukawa mwaminifu? Kwa kumbe Mungu huwa anaanza kupima kipimo cha uaminifu wa mtu kuanzia kabla hajaokoka. Mungu haanzi kukupima uaminifu wako baada ya kuokoka. Anaanza kukupima kiwango cha uaminifu wako kabla haujampokea. Anaangalia namna unavyofanya dhambi kwa uaminifu. Anaangalia namna unavyofanya uovu kwa uaminifu.
anakutathmini, anasema sasa huyu jamaa jinsi anavyofanya dhambi kwa uaminifu namna hii, nikimleta kwenye wokovu, ina maana huu uaminifu wa dhambi utageuka, utakuwa uaminifu kwenye utakatifu. Kwa hiyo kama ukiwa ni sio mwaminifu kwenye uovu, pia akikuangalia anasema hata nikimleta kwenye wokovu, si ataendelea kutokuchukulia mambo serious. Huyu ni donkea wa uovu, atakuwa pia ni donkea wa utakatifu. Kwa hiyo ni mambo magumu, unaweza usielewe, lakini sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Mungu alianza kukupima wewe hapo ndani, sikiliza. Toka kabla haujasema Yesu leo nakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, alishaanza kukupima muda mrefu. Toka unafanya dhambi ulizokuwa unafanya, toka kwenye ubaya uliokuwa nao, alishaanza kukuchunguza na kukupima kiwango chako cha uaminifu. Na ndio maana leo ninakueleza namna hii. Kama unajijua wewe sio mwaminifu, mambo yako ni ya kupuuzia, haufanyi mambo kwa utaratibu, kuanzia leo anza kutengeneza kwenye moyo wako kiwango cha uaminifu katika namna inavyopaswa. Na ndio maana sikiliza Mungu anapoendelea kusema kwenye Luka 16 mstari wa 12. Anasema kama uko mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, tafsiri yake ni nini? Ina maana Mungu pia anakupima uaminifu kwenye mali za watu wengine. Anasema ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe. Ukiwa sio mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, unaweza kuwa umepewa duka la mtu umuuzie. Ukiwa sio mwaminifu kwenye kumuuzia mtu duka, unauza duka la mtu, unafanya matumizi mabaya, unasema sio duka langu, kwa nini napata hasara gani? Unaiba, sio la kwangu, kwa nini napata hasara gani? Unajipunguzia vigezo vya kupewa la kwako. Ndio maana Mungu anasema ni nani atakayewapa ya kwenu. Na ndio maana Mungu kama alikuumba uje kuwa bosi, hawezi kwanza kukufanya kuwa bosi kwenye kampuni yako mwenyewe, ila anachokifanya anakupeleka kwanza kwenye ofisi ya watu wengine, ukaajiriwe kama muajiri wa kawaida. Afu utapandishwa cheo kwenye ofisi ya watu wengine kama msimamizi mkuu wa hiyo ofisi, kama meneja, kurugenzi au mwenyekiti au mtu fulani. Jinsi utakavyo perform kwenye ile ofisi ya watu wengine ndio inayompa Mungu pointi kukupa wewe ya kukupeleka ukawe bosi kwenye ofisi yako mwenyewe. Na ndio maana watu wengi wakishakuwa wanaombea kuwa na vitu fulani binafsi, kabla Mungu hajakupa hicho kitu, lazima atakupeleka kwenye ukafanye cha watu wengine. Kiwango utakacho perform kwenye ofisi ya mtu mwingine aliyekuajiri ndicho kinachokupa pointi ya Mungu kukupa kitu cha kwako. Lakini watu wengi tunajichanganya. Unapokuwa una ndoto za kuwa bosi, unapokuwa una ndoto za kumiliki kitu fulani, inapofika wakati wa Mungu kukutathmini kwa kukupeleka kwenye mali ya mtu mwingine ukae namna hiyo unayopenda kuwa katika cha kwako, watu wengi ndio inapoinukaga roho ya shetani. Hatufanyi kwa uaminifu, tunavuruga na kuharibu. Unaiba, unakosa gonganisha watu pale ofisini, unakuwa bosi mkoloni, unafanya watu wanaacha kazi kwa ajili ya tabia yako mbaya. Unafanya kila namna ya ubaya kwenye kazi za watu wengine. Hapo moyoni mwako unasema, siku nikipata ya kwangu ndio utasimama vizuri nifanye kwa uaminifu. Sikiliza wewe, Biblia inasema kama hamkuwa waaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu? Na ndio maana wengi tunaishia kwenye mali za watu wengine, hatufikii kwenye maono ya kumiliki mali zetu wenyewe. Tunaishia kwenye kuajiriwa tu na kunyanyaswa, tunaishia tu kwenye kupewa vyeo ghafla vinanyang'anywa wanapewa wengine, tunabaki tunateseka. Tunaishia kwenye kila namna ya uharibifu, kila namna ya ubaya. Hatufikii kwenye vya kwetu. Kwa nini? Kwa sababu hatukufanya kwa uaminifu kwenye mali za wengine. Kwa mwana wa Mungu, katika mali yote ile unayogusa ambayo sio ya kwako, lazima ujue hicho ni kipimo Mungu amekupa kwa ajili ya kukuandaa juu ya mali yako. Ukiitwa kuwa house girl kwenye nyumba ya mtu, jua ni kipimo Mungu anakuandaa kwenye house girl wako kwenye hiyo nyumba ya mtu. Anakuandaa kwa ajili ya kuja kuwa mama wa nyumba ya kwako. Kwa ukiperform vibaya kwenye nyumba ya mtu kama house girl, ukanyanyasa watoto, ukanyanyasa mwenye nyumba kwa kumfanyia vibaya kwa sababu wewe ni house girl wake, haijalishi anakunyanyasa yeye, haijalishi anakufanyia vema, ila ukafanya kwa ubaya kama house girl, ina maana unajipunguzia point za kufanya vizuri kwenye nyumba yako. Mungu hakupi ndoa. Sikiliza vizuri, ukiwa ni binti unataka kuolewa, kabla Mungu hajakupa mume wako,
Mungu kwanza atakupa marafiki wa kiume wa kawaida tu, ambao hata hauna mahusiano nao ya kimapenzi, ni marafiki tu. Namna utakavyokuwa mwaminifu katika kuhusiana nao, namna utakavyowafanyia wale marafiki zako wa jinsia yako tofauti, ndivyo kipimo cha Mungu kukupima jinsi utavyokuja kumfanyia na mume wako. Unauliza kwa nini? Kwa sababu na wao si wanaume kama mwanaume mwingine. Hata mwanaume ni hivyo hivyo. Kadiri unavyomtendea mwanamke yoyote ule, hicho ni kipimo cha kwamba ndivyo utakavyomtendea mke wa kwako. Usije ukamfanyia mwanamke mwingine kitu kibaya, hapo baadaye unasema kwa nini mke wangu siku nikipata mke si ndio utamtunza? Kama unavyomfanyia kwenye hilo, ndivyo utavyofanya kwenye kubwa. Maana Biblia inaniambia namna hii, mwaminifu kwenye dogo na kwenye kubwa. Ukifanya vibaya kwenye mali ya mwingine, na kwako ndivyo utaweza. Kwa ukimfanyia vibaya mme wa mtu mwingine, uheshimu wanaume wa watu wengine, unawadharau na ingali bado hujaolewa, utashangaa utakaa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu madogo hauyaheshimu, utapewa kubwa. Kwa mwana wa Mungu, hii ni mifano mbalimbali ninajaribu kukupa muda huu. Ni Roho Mtakatifu anataka anatanua akili yako ili uongeze uelewa. Unaposikia concept kuwa mwaminifu, ni hatua ya kukua kiroho. Usiishie kuupima uaminifu katika level ya chini, ila upime uaminifu katika blood kimapana zaidi, kuanzia kwenye dogo mpaka kwenye kubwa. Kwa nini? Kwa sababu dogo ni kipimo cha kitu kikubwa. Haleluya, mwana wa Mungu ali hai. Mungu atukuze, Mungu atukuze. Na ndio maana muda huu ninakueleza mahali hapa, ukiwa mwaminifu utakuwa kiroho. Na mwanafunzi yote ule wa Kristo ambaye ni mimi na wewe, tuna jukumu la kujifunza kuwa waaminifu katika yaliyo madogo, katika yaliyo makubwa. Waaminifu kwenye mali za kwetu, waaminifu kwenye mali za wengine, waaminifu kwenye nafasi za kwetu, waaminifu kwenye nafasi za wengine. Kwa nini? Ili shetani asipate nafasi ya kuingilia na karibu mfumo wa maisha yetu ya kiroho. Muda huu ngoja nikuonyeshe maeneo 7 kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ngoja nikuonyeshe maeneo 7 muhimu ambayo kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu. Maeneo 7 muhimu ambayo kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu. Maeneo 7 muhimu ambayo kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu. Maeneo 7 muhimu ambayo kila mtu anapaswa kuwa mwaminifu. Eneo la kwanza. Mwaminifu katika kuzingatia taratibu za kumwabudu Mungu. Mwaminifu katika kuzingatia taratibu za kumwabudu Mungu. Mwaminifu katika kuzingatia taratibu za kumwabudu Mungu. Kila mtu anapaswa ndani yake kuwa mwaminifu katika kuzingatia utaratibu wa kumwabudu Mungu. Kwa sababu kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9a, kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9a, kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9a inasema namna hii: tena tusichoke kutenda mema. Biblia inatueleza hivyo, tusichoke kutenda mema. Kwa hiyo uaminifu ni tabia inayokuwezesha usiwe na uchovu wa kutenda mema. Muda wote unapaswa uwe mwaminifu katika kutenda mema bila kuchoka, katika kila jambo linalohusiana na utaratibu wa kimaelekezo tunaopewa mzuri wa jinsi ya kumwabudu Mungu. Tunajua kila mtu anayemwabudu Mungu, ambao ni mimi na wewe, tunapaswa tuwe waaminifu katika kusoma neno la Mungu. Tunapaswa kuwa waaminifu katika kusoma neno. Hatupaswi kupiga chenga. Tunapaswa kuwa waaminifu, isipite siku haujasoma neno. Kila siku hakikisha umesoma neno. Na mtu mwaminifu lazima awe na mpango mkakati wa kusoma Biblia nzima na kuimaliza. Unaweza ukasema kwa haraka usoma Biblia nzima, haiwezekani. Lakini nakueleza inawezekana, na tena inawezekana kusoma Biblia nzima na kumaliza.
Ni wewe tu kujiwekea utaratibu. Na ukitaka uweze kusoma Biblia nzima na kuimaliza, usijiumize sana. Wewe jipe tu uhuru. Jiweke tu utaratibu wa kusema kwa siku tasoma tu kurasa 2 za Biblia. Asubuhi na kuamka nasoma kurasa 1, usiku napolala kurasa 1. Basi. Utaratibu, wala usitaki kukimbizana. Wala usikimbizane. Wala usifanye kwa mashindano. Asubuhi yako ikifika wewe soma tu kurasa 1 ya Biblia. Kesho yake tena asubuhi soma kurasa 1 ya Biblia, usiku soma kurasa nyingine, kwa siku kurasa hata 2 tu. Wata usijiumize na watu wanaosoma kurasa 7. Wewe kajifikiria akili yako inashika kitu gani? Soma kama akili yako inavyotaka. Usijiumize na watu wanaosoma kurasa 7. Usitake kuiga, utaishia njiani. Wewe soma tu vile unavyoweza. 2 tu zinakutosha. Utajikuta ndani ya miaka 2 umemaliza zako Biblia nzima. Unaanza tena upya. Hivyo mpaka Yesu anarudi ulishasoma Biblia nzima mara 10, zaidi ya mara 15. Kama akikukuta hujamaliza, is okay. Haijalishi umemaliza hujamaliza, atapima matendo yako. Lakini ni muhimu kusoma Biblia nzima kwa sababu inakupa point za kuendelea kufanya utakatifu zaidi. Na ndio maana nakueleza lazima uwe mwaminifu katika kusoma neno, likusaidie kumwabudu Mungu vizuri. Kuwa mwaminifu katika kuhudhuria ibada. Kuwa mwaminifu katika kuhudhuria ibada. Kuwa mwaminifu katika kuhudhuria ibada. Hudhuria ibada zote. Kuanzia ibada ndogo ndogo za jumuiya, hakikisha unahudhuria. Kwa sababu kumbuka, mwaminifu katika dogo anapimwa kwenye kubwa. Kwa usije ukasema mimi nimeokoka bwana, mimi nimeokoka. Jumuiya hazina upako. Misa hazina upako. Mimi taenda tu kwenye vikundi vya fellowship. Taenda tu kama uko Dar es Salaam unasema mimi taenda tu Emmaus. Emmaus ni eneo kubwa bwana. Parokiani hakuna upako. Uendi hata fellowship za parokiani, uendi misa ushiriki jumuiya unasema hazina upako. Uendi kwenye vikundi vya maombi ya mtaani unasema havina upako. Unataka tu kieneo kikubwa. Kama uko Arusha unasema mimi tu taenda tu St. Paul. Taenda tu Hekima Center. Ukisikia mikutano ya watumishi wakubwa wa kina Mwakasege unasema naenda tu kwenye mikutano ya kina Mwakasege. Hautaki visemina vidogo vidogo vya madarasani pale kanisani kwenu. Unaona havina upako. Watu wenyewe wachache. Kisemina gani kina watu 10? Nataka masemina yenye watu 2000 ya kina mwalimu fulani. Mwana wa Mungu sikiliza. Mungu anakupima kwenye kadogo. Hako kasemina kwa watu 10. Hako ndio Mungu anaanzia kukupima kabla ile ya watu 5000. Hiyo ibada ya jumuiya unayoiona haina upako kwa sababu ina walevi wengi wa mtaani kwenu, kwa sababu ina watu wengi wanafanya mambo ya mwilini. Hiyo unayoidharau ndio Mungu anaanzia kukupima kabla ya misa yenye watu 10,000. Hapo kwa kikundi kasala kadogo ka parokiani kwenu ndio Mungu anakoanzia kukupima kabla ya St. Paul, kabla ya Emmaus Center. Anaanzia kukupimia uhudhuriaji wako kwenye kikundi kadogo. Ndio maana usije ukadharau ibada ya aina yoyote ile. Kila ibada iliyoko kanisani kwenu hakikisha unaihudhuria kwa uaminifu, kwa kufuata kanuni na utaratibu uliowekwa. Uaminifu katika kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Uaminifu katika kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Lazima uwe mwaminifu katika kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Haijalishi wewe mtumishi anaonekana mkubwa, anaonekana mdogo, sikiliza. Kwa sababu kuna watu wao wanakuwa na kilema fulani ndani yao. Anasema mimi namsikiliza tu mtumishi fulani kwa sababu yule anaonekana ana kibali kikubwa, kwa unakuwa unamsikiliza huyo tu. Watumishi wengine wanasema huyu haka na kenyeka anaongea nini hapa. Unasikiliza tu watumishi fulani. Na kueleza mahali hapa. Hao unaowaona dhaifu, Mungu anaanzia kukupima kwenye hao kabla ya hao wakubwa unaowafahamu wewe kwenye akili yako. Ndio maana nakueleza lazima uwe mwaminifu kwenye kuzingatia utaratibu wa kumwabudu Mungu. Pia katika kuzingatia utaratibu wa kumwabudu Mungu, lazima uwe mwaminifu pia katika kuomba na kusali. Uwe mwaminifu kwenye kuomba, uwe mwaminifu kwenye kufanya sala za aina zote. Sasa sikiliza, kuna utofauti kati ya kusali na kuomba. Sala ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu ya mpangilio uliowekwa, formula ya kila siku isiyobadilika. Sala ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu katika formula isiyobadilika. Hiyo kila siku.
Kwa mfano sala ya Baba yetu, kila siku utaanzia Baba yetu uliye mbinguni, kila siku utasema jina lako litukuzwe, kila siku utasema ufalme wako ufike, kila siku utasema mapenzi yako yatimizwe, kila siku. Utakufa, atazaliwa mwingine atasema hivyo hivyo, utaenda atakuja mwingine atasema hivyo hivyo. Itakayosemwa Tanzania itasemwa na Kenya hiyo hiyo, China hiyo hiyo, itabadilika lugha tu. Ndio sala ilivyo. Sala ni mpangilio huo huo usiobadilika. Ninasadiki ni hiyo hiyo kila sehemu. Lakini maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu, yasiyokuwa na mpangilio maalum wa kila siku, bali kila siku yanabadilika. Maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu katika mpangilio usiokuwa maalum, bali kila siku unabadilika. Unaweza leo kaomba hichi, kesho ukaongea hichi, kesho ukaongea kile. Na ndio maana nakueleza mahali hapa, vyote hivi viwili, sala, maombi, usidharau. Ukasema sala sina upako, mimi taomba tu. Kabla ya Mungu kukupima kwenye kuomba kwako, ataanzia kukupima kwenye sala. Kwa hakikisha unazingatia vyote, vina umuhimu wake mbele za Bwana. Na ndio maana nakusemesha mahali hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lazima uwe mwaminifu kwenye kuomba. Una muda wako wa kuomba, uzingatie kwa uaminifu. Omba bila kukoma, maana hatujui siku wala saa. Pia lazima uwe mwaminifu katika kufunga. Jerusalem Family tuna utaratibu, kila siku ya Jumatano ni mfungo wa kila mtu binafsi, tunamuhimiza afunge. Mtu aliyeokoka, mtu anayemjua Bwana, hawezi kula wiki nzima nafsi yake kalizika. Wiki nzima unakula tu. Unakula nini wiki nzima? Lazima utenge hata siku moja, ikiwezekana siku mbili, inategemeana na kiwango chako na mahusiano yako na Mungu. Weka siku moja, funga. Ndio maana Jerusalem kwa kuhamasisha watu, kila Jumatano ni siku yetu ya mfungo. Funga, hakuna kula, kaa kwa ajili ya Bwana. Tafakari mambo binafsi yako na Mungu. Na ukijiwekea utaratibu wa namna hiyo, lazima uwe mwaminifu katika kuutekeleza. Pia mwaminifu katika kujitoa, toa sadaka kwa uaminifu. Usidharau mahala pa kutoa. Jerusalem Family tuna utaratibu wa sadaka, usidharau ukasema kahuduma gani haka kwenye WhatsApp. Yaani mimi nitume sadaka WhatsApp, nitume sadaka hapa. Na kueleza kama Mungu yuko mahali hapa na anaongea na wewe namna hii, pia anahitaji na sadaka yako. Haijalishi inaenda wapi. Kama unavyotoa kanisani kwenu na unavyopokea, ndivyo na mahali hapa ukitoa unapokea, kwa sababu zote ni madhabahu za Mungu yule yule. Na usije ukategemea Mungu hakupima uaminifu kwenye kutoa kanisani kwenu, ataanzia kukupima kwenye huduma unayoiona dhaifu kama hizi. Ataanzia kukupima nyumbani kwako unavyotoa, matumizi kwa mke wako, kwa mume wako, hata kupima kwa watoto, hata kupima kwenye madhabahu unazoziona ndogo mpaka hiyo unayoiona ni kubwa. Kila mara. Ndio maana nakueleza, lazima uwe mwaminifu kwenye kutoa. Kama ni Jerusalem, uwe mwaminifu kutoa, usidharau. Kama ni fellowship, mwaminifu kutoa popote pale. Mwaminifu kwenye kutenda mema, na katika kila jambo linalotupa kanuni na utaratibu wa kumwabudu Mungu, lazima uwe mwaminifu, kwa sababu neno limetuambia tusichoke kutenda mema. Tusichoke kutenda mema, tutende kadiri tuwezavyo. Huo ndio uaminifu unavyotutaka. Tuangalie eneo la pili ambalo mtu unaweza ukawa mwaminifu. Eneo la pili, mwaminifu kwenye eneo lako la kazi ya kujiajiri au kuajiriwa. Mtu unafaa uwe mwaminifu kwenye eneo lako la kazi au la kujiajiri au kuajiriwa. Mtu unapaswa uwe mwaminifu kwenye eneo lako la kazi ya kujiajiri au kuajiriwa. Unapaswa uwe mwaminifu kwenye eneo lako la kazi ya kujiajiri au kuajiriwa. Kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 3, mstari wa 7 mpaka wa 10. Kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya 3, mstari wa 7 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema namna hii: mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yoyote bure, bali kwa taabu na masumbufu. Usiku na mchana tulitenda kazi ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote.
Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile. Haleluya, mwana wa Mungu. Haya maneno yananifurahisha sana, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile. Stop chakula. Akaweka nukta. Hafu pointi ambayo Roho Mtakatifu ametupa hapa inasema, uwe mwaminifu kwenye eneo lako la kazi ya kujiajiri na kuajiriwa. Kuokoka, kumjua Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako katika Yesu Kristo, katika Roho Mtakatifu, haimaanishi usifanye kazi. Watu wengi wakishampokea Yesu, wakishaanza kuishi maisha ya kiroho, wananogewa kiasi ambacho anatamani muda wote, atamani kukaa tu na Yesu. Anatamani kukaa tu na Yesu. Anatamani ashindage tu kanisani, anaomba, anasifu, anaabudu, anahubiria watu, amekuwa mtumishi, anaombea watu. Ndio watu kitu ambacho huwa kinawaka huku kwenye mioyo yao, mpaka ile nguvu ya kutafuta fedha huwa inapotea. Kinachokuja kwenye moyo wa mtu kwenye hatua za mwanzo za wokovu ni kuanza kujiona yeye anahitaji kuwa mtakatifu sana. Na huwa inafika hatua mtu anaanza kuhesabu kila anachokiona mbele yake, anaanza kuona kama ni dhambi. Anaanza kuona kila kitu ni kibaya kwake. Na hapa ndio inafikia hatua mtu anaona hata kutafuta hela ni vibaya. Anasema yote yani ya duniani yanapita tu. Tunaanza kuhesabu yani kila kitu tunaona ni ubatili, kama mhubiri anavyosema cha duniani ni ubatili, na tunaona kweli ni ubatili mtupu. Kuna hadithi moja nimekumbuka, ngoja nikusimulie kidogo. Kuna dada mmoja, kipindi fulani nilikuwa niko Dar es Salaam. Niko Dar es Salaam kwenye session fulani ya mahubiri. Kutana na story moja ya dada mmoja ambaye yeye ilikuwa ni maeneo fulani ya Burati. Kwa wale wa Dar es Salaam wanafahamu. Huyo dada alikuwa amempokea Yesu, akaanza kusoma na habari za uinjilisti, akaanza kujifunza utumishi kama baadhi yenu tunapojifunza utumishi mahali hapa. Basi akanogewa, akafikia hatua, kwa sababu hatua za mwanzo za wokovu zilivyo, mtu anakuwa na moto sana ndani yake. Akaona kila kitu ni dhambi, akaanza kumnyima mpaka mume wake tendo la ndoa. Mume wake akimgusa usiku anamwambia, sitaki kuzini, ni dhambi. Hili ni hekalu la Mungu, sitaki kuzini, ni dhambi. Yani akafika hatua akaona mpaka kuzini na mume wake ni dhambi. Sasa sitaki kukueleza nini kiliendelea. Unafikiri ni kwa nini huyo mdada alifika akaona jambo hilo, huyo mama? Ni kwa sababu ndani yake ule moto wa mwanzo unavyowaka, akaona mpaka kuzini. Tena sio akahesabu kila kitu ni kuzini, mpaka tendo la ndoa. Yani tendo la ndoa tunajua linafanywa na wanandoa, wale waliotakaswa madhabahuni ndio wanaofanya tendo la ndoa. Sasa hilo akaliona ni uzinifu, kulala na mume wake. Wandoa wa madhabahuni waliovalishana pete wakabarikiwa, akasema ni kuzini. Sasa sitaki kukueleza kilichoendelea, lakini ninachotaka upate ni nini? Ni kwamba hatua za mwanzo za kiroho huwa zinamfanya mtu ahesabu kila kitu, anakiona kama ni kibaya. Anakuwa na kiu na hamu na shauku, moto wa injili unamwaka, kiwango ambacho anatamani hata Yesu haje tu amchukue muda huo. Anaona kila cha duniani ni kibaya. Sasa hii huwa inapelekea watu tunapoteza uaminifu mpaka kwenye kazi zetu. Unakuta mtu alikuwa na biashara, anakuwa tena sio muaminifu kwenye kuisimamia biashara yake. Muda wote anaifunga, anashinda kanisani anaomba, anashinda kanisani anahubiri. Kama alikuwa ameajiriwa kwenye kazi za watu, unakuta anachelewa kazini, yuko kanisani anasali. Anaenda kazini, hahudumii wateja, anasoma Biblia. Wateja wanakuja wanataka vitu, yeye yuko anaperuzi Biblia. Wateja wanakuja, yeye yuko anasekeleza mahubiri ya Mwalimu Petro wa Jerusalem. Anamwambia mteja, subiri kidogo, niko nakula neno, subiri kidogo na kueleza. Mteja ataondoka, ataenda kununua pengine. Alafu utakuja ujishtukie baadaye utapokusikia njaa unataka kula. Ndio utagundua kwamba kumbe niko duniani nahitaji kutafuta hela.
Sasa pakifikia hii hatua, watu watushtuki. Ndio ile mtu anakuwa ni mpendwa, ameokoka vizuri, ni mtumishi wa Bwana safi, lakini muda wa kula ukifika anapiga hesabu, niende nikamsalimie nani, anaenda kusalimia kwenye nyumba ya fulani, anategeshia muda wa kula, anakuja pale kama vile amekuja kusalimia, kumbe amekuja kutaka kula. Akisha kula story anaondoka. Ikifika tena jioni anaenda kusalimia pengine. Sasa kama ameoa, ndio hapa ndoa inaanza kuwa ya moto. Kwa nini? Matumizi haachi nyumbani, muda wote anashinda kanisani, haachi matumizi. Biashara si kwamba hana, anayo, amefunga muda wote kanisani. Na ukimkataza anakuona wewe ni agent. Ukimwambia usishinde kanisani, fungua duka, anakuona wewe ni agent, wakala wa shetani. Anakuona wewe ni mpinzani kabisa. Anakuona wewe ni mpinga Kristo, unamzuia asikae mbele za uso wa Bwana. Na ndio maana Paulo akafundisha kitu cha namna hii kwa Wathesalonike. Kwa sababu Wathesalonike, theology inaeleza namna hii kwamba Wathesalonike kipindi ambacho wamempokea Yesu, walifikia hatua wakaacha kufanya kazi, wakawa wanakesha muda wote kwenye masinagogi ya kipindi kile, ndio makanisa yao, wanafanya tu ibada, wanafanya tu sala, wakaangalia mambo ya kazi yote wakasema ni ubaya, wakabakia wanaelemeana watu. Na ndio maana Paulo akaenda kuwafundisha kwamba sisi tulipokuwa tunafanya kazi ya Bwana, mnapaswa mfuate utaratibu wetu na mjiepushe na mtu asiyenenda katika bila utaratibu. Akasema wala hatukula chakula kwa mtu yote bure, bali kwa taabu na masumbufu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanataka kula bure. Kwa wako wapendwa, wakishaokoka wanapoteza uaminifu, wanataka kula bure. Hawataki kufanya kazi. Wanatamani kifikia muda wa kula Mungu awaangushie masahani tu ya vyakula na nyama, waendelee tu kumwabudu. Na ndio maana watu wengine wanasema safi, ingekuwa ukishakuwa mtumishi wa Mungu unalipwa hela. Yaani mimi nisingefanya kazi yote. Sikiliza, hatulipwi pesa, tunalipwa uzima wa milele. Maana ndio tulioitiwa. Oh, haleluya, mwana wa Mungu ali hai. Ramasek. Mungu atukuzwe, Mungu atukuzwe. Ndio maana sikiliza vizuri mahali hapa. Paulo anasema tunapaswa kuishi kama wao walijishughulisha usiku na mchana, wasimuelemee mtu mwingine, walifanya kazi. Kwa licha ya Paulo upako aliokuwa nao, pia alikuwa anafanya kazi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona Paulo alikuwa ni mshona mahema, alikuwa anashona mahema na alikuwa anahubiri Injili. Kwa kumbe kufanya kazi hakukuzuii kuwa na upako, hakukuzuii kumtumikia Mungu. Unaweza ukafanya kazi zako na ukatumika vile vile kama kawaida. Kwa mpendwa, kinachomata ni kumuomba Roho Mtakatifu akupe kiasi. Na ndiyo maana moja ya matunda ya Roho Mtakatifu ni kiasi. Unafikiri kwa nini Roho Mtakatifu aliweka kiasi kiwe ni moja ya tunda lake? Kwa sababu ili kisaidie kupooza injini, kipooze ule moto wa moyo wa mtu wa kumtumikia Mungu anaokuwa nao, wa kiasi ambacho anaona kama kufanya kazi ya kufai, bali kiasi kinakusaidia unaweza kujikontrol. Ukitaka kuzidisha spidi kiasi, lile tunda la kiasi linakusaidia kukurudisha kwamba rudi. Kwa nini? Kwa sababu linakusaidia ukumbuke uko duniani, na duniani panahitaji fedha. Ili ule uwe na fedha, mwana wa Mungu, ili watoto wasome uwe na fedha, ili ndoa yako inoge pale ndani, haihitaji tu upako, haihitaji tu maombi. Ili mke wako akufurahie, haihitaji tu kumwombea, anahitaji pia umwachie ankala, umwachie pesa mezani ya matumizi. Ni ukweli usiopingika, wana wa Mungu, kwani ni uongo, ni ukweli. Ili tule nyama ndani, nahitaji kuwa na pesa nikalipe buchani. Kwa kuna mambo unapaswa ufahamu, yanahitaji upako na mengine yanahitaji fedha. Kuna mambo yanahitaji uwe na nguvu za Mungu, na kuna mambo yanahitaji uwe na fedha mfukoni. Nikipanda daladala, hainihitaji kumwambia dereva kwa jina la Yesu Kristo pokea nauli akaridhika. Sihitaji kumwambia hivyo konda, hata niona mimi nikichaa. Bali ikifika muda wa nauli, nahitaji kuingia mfukoni, nitoe fedha, nilipe. Ndio tutakuwa na lugha moja na kondakta. Lakini pale ndani ya gari, kondakta akashikwa na tumbo, haihitaji nitoe fedha, nahitaji nimbandike mikono kwenye tumbo lake, nimwambie kwa jina la Yesu nimepewa mamlaka kukausha ile tumbo, tulia. Na tumbo la kondakta litatulia na tutaelewana. Kwa umeona, mwana wa Mungu, kuna mambo yanahitaji fedha na kuna mambo yanahitaji nguvu za Mungu ndani yako. Huu ndio tunaita upako. Kwa kuna mambo ya upako na kuna mambo ya fedha.
Na ndio maana unapaswa kuwa mwaminifu kwenye kazi yako binafsi. Kama umeajiriwa, fanya kwa uaminifu. Usije ukafukuzwa kazi hapo ukasema ni pepo limejiinua. Hapana, ni wewe kwa sababu haufanyi kazi kwa uaminifu. Wakati mwingine wapendwa, biashara zetu haziendi. Si kwamba Mungu hataki tufanye biashara, ila hatufanyi kwa uaminifu. Fanya kwa uaminifu kwenye kazi yako. Umeajiriwa, fanya kwa uaminifu kwenye kibarua. Kama unakiona kinakubana kumtumikia Mungu, usiwe mwepesi kuacha kazi eti kwa sababu inakuzuia kumtumikia Mungu. Kabla hujaacha, ingia maombini kumwambia Mungu, hii kazi inanibana nisipate nafasi ya kuomba. Hii kazi inanibana nisipate nafasi ya kwenda fellowship. Nifanyaje Mungu ili hii kazi isinibane? Kama Mungu anaiona hiyo kazi haifai tena kwako, kabla haujaacha atakupa wazo la kazi jingine. Atakutoa eneo moja, atakupeleka eneo jingine. Mungu hawezi kukubali mtumishi wake ukaacha kazi ofisi hii, hapo ukakaa mtaani unazunguka hauna kazi, afu unateseka na njaa. Mungu hawezi kukubali. Ila Mungu anakutoa kazi kwenye kazi ofisi hii, anakupeleka ofisi nyingine. Kwa nini? Kwa sababu neno linasema tunatoka utukufu hata utukufu. Oh, haleluya, mwana wa Mungu ali hai. Sikiliza vizuri. Mimi mwanzoni nilikuwa nafanya kazi ofisi fulani kipindi cha nyuma. Hiyo ofisi ikawa inanibana sana kuomba, inanibana sana kufanya huduma. Napata mialiko mingi ya semina, napata mialiko mingi ya kufanya huduma, lakini bosi ananizuia kumtumikia Mungu. Sikufanya haraka kuacha ile kazi. Niliomba na kuomba. Baadaye nikapata mazingira ya kazi nyingine. Kwa nilichokifanya, niliama ofisi hii kwamba naacha kazi, na mtu wa ile ofisi akaniona mimi ni kijana mvivu, siji takuja nifanikiwe wapi, akatoa na maneno ya kila namna. Lakini moyoni mwangu najua ninaama ofisi hii, ninaenda kuanza kazi ofisi nyingine. Kocha zaidi nikaama ofisi hii, nikahamia ofisi nyingine. Na ofisi nyingine niliyohamia ikawa ni yenye mshahara mkubwa kuliko ile niliyokuwa nayo mwanzo. Kwa kama ningekurupuka, ningekaa mtaani nazunguka hivi. Nini kilinisaidia? Uaminifu. Na si kwamba najisifia, bali Mungu alikuwa alishanisemesha mapema kwamba asiyefanya kazi na asile chakula. Ndivyo neno linavyosema. Ndio maana niliingia kuomba na kuomba. Kwa mwana wa Mungu ulioko mahali hapa, sikiliza vizuri, hii elimu ikusaidie. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Jitahidi kuwa mwaminifu kwenye kazi, na usiache kazi kabla ya kuanza pata kazi nyingine. Ingia maombini kwanza, Mungu akuinulie kazi nyingine ya kufanya. Kazi yangu kama mwalimu, Mungu ananitumia kukufundisha, kwako kusikiliza na kufanyia kazi. Haleluya. Eneo la tatu ambalo unapaswa kuwa mwaminifu. Eneo la tatu, mwaminifu katika masomo. Kama wewe ni mwanafunzi, hakikisha ni mwaminifu kwenye masomo. Mwanafunzi wa mambo ya kiroho, wewe mwaminifu kwenye mambo ya kiroho. Vikundi vya maombi, kuna watu mko hapa hamuhudhurii. Vile vya mtandaoni, viongozi wenu wanawatafuta, hamuhudhurii kwenye kuomba. Tunaanza kuwafanyia msako, tukiwapata tutawaondoa. Wanawaambia tunaomba kwa audio, hamrekodi. Kwa kupigia na simu hamshiriki, na mko hapa, tutawaondoa. Na waeleza wazi kabisa, wewe unayesikiliza uhudhurii, unapaswa kuwa mwaminifu. La nne, eneo la nne, mwaminifu katika kulipa madeni, madogo madogo na makubwa pia. Mwaminifu katika jambo la nne, mwaminifu katika kulipa madeni, madogo madogo na makubwa pia. Jambo la nne, mwaminifu katika kulipa madeni, madogo madogo na makubwa pia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 10 mpaka 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 10 mpaka 13. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 10 mpaka 13. Neno la Mungu linasema namna hii: umkopeshapo jirani yako chochote kikopeshwacho, usiingie katika nyumba yake kwenda kutoa rehani kwake. Simama nje, yule umkopeshaye akuletee nje ile rehani. Naye akiwa ni mtu maskini, usilale na rehani yake. Sharti umrudishie rehani lichwapo jua, apate kulala na mavazi yake na kukubariki, nayo itakuwa ni haki kwako mbele za Bwana Mungu wako. Haya ni maneno ya Mungu ya hekima sana, yanayotufundisha namna ya kuishi katika maisha kukopa na kukopeshana. Biblia inaongea wazi kabisa. Kila Mkristo anafundishwa kuwa mwaminifu
katika kulipa madeni madogo na makubwa. Inasema umkopesha kwa mtu kitu chochote, usiingie kwenda kudai nyumbani kwake. Si kwamba Mungu anamaanisha hilo deni uliachie. Anachotaka kwamba usiingie kwenda kudai rehani kwa mtu, yani kudai kile kitu ulichomkopesha. Bali simama nje, yule aliyekukopa aje mwenyewe kurejesha. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kwamba nikikopa kwa mtu, wewe unayenisikiliza kwa mfano ukanikopesha hela, wewe haupasi kuja kunidai mimi, bali mimi neno la Mungu linanitaka mimi ndio nije nilete deni unalonidai nikulipe kama tulivyokubaliana ule muda sahihi. Yaani usije kabisa mimi ndio nije. Kwa nini Mungu anaeleza namna hii? Anatufunza uaminifu. Tusiwe wasumbufu kwenye kusumbuana kwa ajili ya madeni. Sasa ni jambo la kusikitisha. Unanisikiliza muda huu na kuna mtu anakudai, unamzungusha kila siku. Sikiliza leo neno linavyosema, kabla mdai wako hajaja kukuambia nilipe basi ile hela ninayokudai, uwe umeshaenda kudai wewe. Na ndio maana sikiliza, unafikiri ni kwa nini watu wengi ni wazito kuwadai watu hela? Unafikiri kwa nini watu wengi wa Mungu ni wazito kudai madeni? Ni kwa sababu kuna hii hekima ya Mungu ndani yao inawazuia wasidai. Kwa sababu Mungu wetu anataka ulete mwenyewe bila kukudai. Kwa usije mtu akakukopesha hela ukasema fulani wala adaigi, safi sana yule, wala adai. Lakini nikimuona najishtukia, sije atakuwa ananihisi vipi moyoni, lakini wala adai. Si kwamba amekusamea, adai anakusikilizia tu. Peleka kwa jina la Yesu, acha wizi wewe. Peleka hilo deni. Huko mahali hapa unadaiwa sehemu, kalipe leo. Kalipe leo. Lazima wewe mwaminifu kulipa madeni. Hata kama ni deni linaonekana ni dogo, lipa. Hata kama ni deni linaonekana ni kubwa, lipa. Usije ukapuuzia ukasema hili ni dogo. Lipa hilo deni. Lipa. Usimtengenezee mtu mazingira ya kukusamea deni. Lipa kwa jina la Yesu. Maana wapendwa wengi tuna madeni. Kuna watu wengi wanakopa hela kwenye vikundi vyao vya fellowship. Hawalipi kwa sababu wanasema kanisani bwana. Sikiliza, utapata laana. Kwa sababu Biblia inatuambia mrudishie rehani lichopo juu apate kukubariki. Kwa kumbe katika kulipa deni kuna kupokea baraka. Kinyume cha baraka ni laana. Kwa kama nikilipa na barikiwa, nikilipa deni nililokopa na barikiwa kwa wakati ule ambao nimelipa kwa wakati sahihi. Kwa kumbe na nisipolipa napokea laana. Si kama umeelewa? Kwa kumbe mwana wa Mungu, ninyi mnaokopaga kwenye vikundi vyenu vya fellowship, mnaokopaga makanisani, mnaokopaga kwenye vikundi vya ibada, afu amrudishi marejesho. Umefika umekopa au urudishi, sikiliza vizuri, utapata laana. Kwa sababu watu wengi huwa wanakopa hela kwenye vikundi vya kanisani. Na ndio maana vikundi vingi vya kanisani vya kukopeshana huwa havidumu. Kwa sababu watu wanakopa warudishi. Anasema ni kanisani hawawezi kunistaki. Mwana wa Mungu, kuna mahakama ya mbinguni ni mbaya sana kuliko hii ya duniani. Mahakama ya mbinguni ikigonga kengele ya hakimu, utaangamia vibaya. Na ndio maana wako watu mko mahali hapa mambo yenu hayaendi kwa sababu mnakopaga kanisani ya mrudishi. Karudishe deni ulilokopa kanisani kwenu. Hata kama ni miaka mingapi imepita, karudishe kwa sababu hakuna aliyekusamehe. Karudishe hilo deni mwana wa Mungu. Karamandarabasa. Umekopa kwenye vikoba, lipa kwenye vikoba. Umekopa kwenye vyama vya mtaani, lipa. Umekopa sakosi, lipa. Umekopa benki, lipa. Umekopa kwa mtu binafsi, lipa. Mpaka pesa uliyojikopesha mwenyewe kwenye akiba yako, lipa. Kwa nini? Mwaminifu kwenye dogo anapimwa kwenye kubwa. Kuna watu mnajikopeshaga wenyewe. Unakuwa unawekeza akiba, unasema unawekeza, unasema ngoja nichukue kwenye akiba yangu talipa. Unajikopesha na ujilipi. Sasa kama umeshindwa kujilipa mwenyewe, ina maana Mungu anakupima kwenye hilo dogo, hata kwenye kubwa hutaweza kulipa. Kwa kama unajikopeshaga, jilipe. Maana kuna watu mnajikopeshaga. Kama unajiona umeshindwa kujilipa, jisamee basi hilo deni. Kwa sababu watu tunajikopesha, alafu tunasahau kusema nimejisamee hili deni. Unaendelea tu kusema talipa, ulipi tena unajikopesha siku nyingine. Matokeo yako akiba kako kanaisha. Kwa nini? Kote umejikopesha mwenyewe. Alafu umeshinda kujisamea, utapata laana, utajilaani mwenyewe. Sio mimi naongea, kanuni, kasome Kumbukumbu la Torati 24:13. Ramandaka boko sikarabasheke. Oh, haleluya mwana wa Mungu. Twende kwenye kitu cha tano.
Mwaminifu katika kulipa nauli kwenye usafiri wanapo sahau kukudai. Mwaminifu katika kulipa nauli. Mwaminifu katika kulipa nauli kwenye usafiri wanapo sahau kukudai. Mwaminifu katika kulipa nauli kwenye usafiri wanapo sahau kukudai. Andiko letu ni hili Kumbukumbu la Torati 24 mstari wa 10 mpaka 13. Inapotuambia unapokopa chochote kwa jirani yako, usiingie nyumbani kwake kumdai. Simama aje mwenyewe kuleta rehani. Uende mwenyewe kulipa hilo deni. Mwana wa Mungu, uko kwenye gari umepanda daradara. Bahati mbaya konda akasahau kukudai nauli. Mkumbushe, konda umesahau. Nashuka kwenye gari hujanidai mpaka saa hizi, nauli yako hii hapa, mpe. Ndio uaminifu unavyotaka. Sasa ni jambo la kusikitisha, kuna watu unasahaulika kudaiwa nauli, unashuka kwenye daladala unasali sala ya shukrani. Eti Mungu nashukuru, afadhali sijadaiwa. Naona Mungu umeamua kunilisha mtumishi wako kwa staili. Asante Baba, umenilisha leo kwa namna ya kipekee. Unakuta eti mtu hata aibu anashuhudia kabisa na kwa wenzake. Eti leo Bwana Mungu amenitendea muujiza. Sisi nimepanda kwenye daladala sijadaiwa. Mungu amenilisha kwa staili ya kipekee. Maana kama ningelipa inauli mbeleni ningekula nini? Hata aibu uoni. Yaani unashuhudia dhambi. Mwana wa Mungu unawekwa mateka na adui kwa kukosa maarifa. Wewe toka kwa jina la Yesu, ya roho ya wizi itoke ndani yako. Sikiliza, umesaulika kudaiwa deni. Ni kamtego ulikuwa umetegwa na Mungu. Kumbuka, lipa lililo dogo unapimwa kwa ajili ya kubwa. Somo la uaminifu likusaidie sana ili mwana wa Mungu. Kama inakuchoma utanisamee. Mimi ni Roho Mtakatifu ananitumia kueleza tu. Sio mimi, ni Roho Mtakatifu. Tuendelee. Kwa ukipanda kwenye gari, unasafiri kwenye basi, unasafiri kwenye meli, unasafiri kwenye baskeli, unasafiri kwenye ndege, unasafiri popote pale. Umesaulika kudaiwa nauli. Usije ukafanya kosa ukashuka afu ukafanya sala ya shukrani. Hapana. Eti ukaenda kutolea na fungu la 10 na ulikwambia eti ni Mungu amekubariki kwa staili hiyo. Hapana, huo ni wizi. Mkumbushe konda, mkumbushe dereva, sijalipa nauli, chukua baba nauli yako hapa. Una nauli pungufu, muombe msamaha kabla ya kupanda kwenye gari. Pramandarabasa. Jambo la 6. Mwaminifu katika kurudisha chenji dukani iliyozidishwa. Mwaminifu katika kurudisha chenji dukani uliozidishiwa. Mwaminifu katika kurudisha chenji dukani uliozidishiwa. Andiko letu ni lile Kumbukumbu 24:10, 11, 12, 13. Inayotuambia ukikopa usiende kudai, bali aliyedai arudishe mwenyewe. Kwa unajijua umeenda dukani kununua kitu, muuzaji akakupa chenji akazidisha, bahati mbaya usije ukaondoka mbele ukaenda kusali sala ya shukrani. Eti Mungu nashukuru, huyu muuzaji amenizidishia chenji. Asante Baba, umenilisha mtumishi wako. Unaweka na andiko la kusimamia, eti kama Elia alivyotumiwa kunguru akala, na mimi nimetumiwa leo kunguru kwa staili, nimezidishiwa chenji. Acha wizi wewe. Umezidishiwa chenji hata kama umefika nyumbani kwako. Rudisha. Hata kama hilo duka liko mbali, kesho yake rudisha. Umezidishiwa chenji, rudisha. Sije ukaondoka na chenji ya mtu. Sikiliza vizuri sana haya mafundisho ya kusaidia kupona. Maana wapendwa wengi tunakosea. Kwa sababu kumbuka mwanzo nilikueleza, watu wengi tunazaniaga Mungu anahesabu vitu vikubwa vikubwa. Kwa sababu watu wengi tukishampokea Yesu tunaanza kuhesabu uzinzi, wizi, umbea, sijui kutukana ndio dhambi. Alafu tu vitu tudogo kama kutokurudisha chenji tulizozidishiwa tunaona ni vitu vya kawaida. Kumbuka, mambo madogo ndio hatari zaidi. Mbu ni kamdudu kadogo sana mbu, lakini kana madhara makubwa kuliko tembo limnyama likubwa. Mbu kamdudu kadogo ndio kanakokufanya unalala na neti, lakini tembo hakufanyi unalala na neti kwa sababu hana madhara kwako. Na ndivyo tu mambo tudogo kama ambato unaona kama ni dhambi ndogo, kama tudogo unatohesabu ni tudogo, ndio tuna madhara makubwa kwako. Kwa umezidishiwa chenji, rudisha. Usije ukafanya sala ya shukrani, rudisha. Jambo lingine, mwaminifu katika kutimiza majukumu ya nyumbani. Mwaminifu katika kutimiza majukumu ya nyumbani. Sijui unajijua umeolewa, kuwa mwaminifu kwenye ndoa. Mpe mume wako tendo la ndoa kwa uaminifu.
Mpe mke wako tendo la ndoa kwa uaminifu. Muda wa Mungu ni wa Mungu. Ikifika muda wa mambo ya ndoa, mambo ya ndoa. Usije ukafanya mambo ya Mungu unataka ufanye mambo ya ndoa, au mambo ya ndoa unaleta mambo ya Mungu. Hapana. Muda wa kuita baby, nyenyekea kwa mke wako, ita baby. Hata kama unalisauti kama la kwangu, ikifika muda wa chumbani, umeuko kwenye ndoa, legeza tu hilo lisauti. Ni muda wa ndoa. Ukifika muda wa ibada, badilika, kaki ibada. Kuwa mwaminifu kwenye kuhudumia familia. Usitaki kila muda utue haleluya haleluya haleluya, Bwana asifiwe, je haleluya, pokea kwa jina la Yesu. Kuna muda wa ndoa, nyenyekea, kuwa mwaminifu kwenye mambo ya ndoa. Kuwa mwaminifu kwenye mambo yote. Kwa sababu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:4-5, Timotheo wa kwanza 3:4-5 inatuambia, mwenye kusimamia nyumba yake vyema ajuaye kutisha watoto wake kwa ustahifu. Yaani mtu asiyejua kusimamia mambo ya nyumbani mwake mwenyewe atalitunzaje kanisa? Kwa ukishindwa kusimamia mambo ya nyumbani kwako, huwezi kulitunza kanisa. Kwa Mungu anakupima kuanzia nyumbani kwako. Kwa usije ukategemea Mungu atakupima kwa utumishi wako unaohudumu mahali hapa, na utakaoanza kuhudumu ataanza kukupima jinsi unavyohudumu nyumbani kwako, kwenye ndoa, kwenye watoto, kwenye familia, kwa wazazi wako. Kwa anza kuonyesha bidii nyumbani kwenu. Na ndio maana siku ya leo tunaelezana lazima tuwe uaminifu, kwa sababu uaminifu itatusaidia tukae karibu na Mungu. Uaminifu utatusaidia tuongeze nafasi ya Mungu kututazama. Uaminifu utatusaidia tukae karibu na Mungu. Uaminifu utatusaidia Mungu aongeze nafasi ya kututazama. Uaminifu utatusaidia tukae karibu na Mungu. Uaminifu utatusaidia Mungu aongeze nafasi ya kututazama. Maana Zaburi ya 101 mstari wa kwanza, Zaburi ya 101 mstari wa kwanza inasema namna hii: macho yangu yatawaelekea waaminifu katika nchi, hao wakae nami, yeye aendaye katika njia kamilifu ndiye atakaye nitumikia. Kumeshikiliza, Mungu macho yake yanawaangalia waaminifu, ndio ambao wanakaa pamoja naye na wanaoenda kwa ukamilifu. Ina maana waaminifu ndio ambao watamtumikia. Kwa unataka kumtumikia Mungu, lazima uwe mwaminifu katika dogo, katika kubwa, na Mungu macho yake yatakaa pamoja nawe. Kwa sababu Wathesalonike wa pili 3:3 inasema, Wathesalonike wa pili 3:3, lakini Bwana ni mwaminifu atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, Mungu anakulinda na mwovu ukiwa mwaminifu, na utakuwa kiroho, hautoanguka. Tuombe kumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Naomba uwasaidie watoto wako waweze kuwa waaminifu, ili waweze kukua kiroho siku zote za maisha yao, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amina.